Agile process ni kama kumaanisha njia ambayo sio nzuri sana ya kutayarisha kitu. Njia ambayo sio nzuri sana ya kutayarisha kitu. Ningetaka kusema ya kwamba mara nyingi wakati Mungu anatayarisha watu waweze kumfanyia kazi kubwa, hutumia an agile process. Mungu hutumia njia ambayo sio ya kufurahisha kutayarisha watumishi wake. Isaiah 48 and verse 10, Biblia inasema, because I have chosen you, I have put you in the furnace of affliction. Imagine Mungu anasema, nimekuchagua. Wewe umenipendeza. Wewe naona utanitumikia. Lakini wakati Mungu umemfurahisha, umempendeza, anakuchagua, anakuingisha katika tanuru ya mateso. Na anasema the reason is, ni kwa sababu katikati ya wengi nimekuchagua. You may ask me, Apostle, why is the process of God an agile process? Hata mimi nilikuwa najiuliza hizo swali, lakini run from the natural. The Bible says that Jesus spake nothing unless in parables. Ukijifundisha na maisha ya kawaida, mara nyingi hata ukienda kwa hoteli kuwa kumeandikwa nini? Usiingie jikoni. Kwa sababu gani? Kwa sababu hautakikani uone mahali chakula kinatengenezewa. Because vyakula ambavyo tunavyokula ni tamu zikija kwa meza. Lakini ile process huwa zile vyakula vinapitishiwa, it is not a very very good process ambayo ni ya kutamaniwa na macho. Nataka nikwambia kwamba jikoni ya Mungu pia kuna mambo mengi huwa yanafanyika. Mahali watu wa Mungu huwa wanatengenezewa, wapendwa, kuna mambo mengi huwa yanafanyika. Na watu wengi ambao tunaweza kuwasoma katika neno la Mungu, tutaangalia watumishi kadhaa, lakini utaona the agile process waliopitia. Watu ambao hufanya mambo makubwa katika ufalme wanapitishiwa katika process ambayo ukiangalia hauwezi kutamani. Na kwa hivyo wale mko katika hiyo process, I have come to encourage you. Take heart. Wale mnapitia hiyo process, nimekuja kukuencourage nikwambie, pengine umekemea mapepo ya kutosha. It is the high time you surrender in the hands of the potter. Because our God is a potter and you are the clay. You must yield your life to him and allow him to make you the kind of vessel he wants you to be, in Jesus' name. Praise the name of the living God. Wengine umekemea mapepo, imetosha sasa. Jiachilie mikononi mwa Mungu akutengeneze kile chombo anatamani akutengeneze. Haleluya. Daudi alikuwa anasema, Shimei wakati alikuwa anamrushia mchanga na matusi, akaambia bodyguard wake, wachanani na yeye. Nani ajuae kama huyu ni Mungu amemtuma? Kwani Mungu anatuma watu watusi mtu, wamrushie mchanga, wamdharau? Inaitwa agile process, na ndio Mungu hutumia. Wacha tusome katika kitabu cha Judges. Tunataka tuangalie hii agile process na watu kadhaa walioipitia. Biblia inasema Judges 11 from verse 1. Jephthah the Gileadite was a mighty warrior. His father was Gilead. His mother was a prostitute. Gilead's wife also bore him sons, and when they were grown up, they drove Jephthah away. You are not going to get any inheritance in our family, they said, because you are the son of another woman. So Jephthah fled from his brothers and settled in the land of Tob, where a group of adventurers gathered around him and followed him. Sometime later, the Ammonites made war on Israel. The elders of Gilead went to get Jephthah from the land of Tob. Come, they said, be our commander, so we can fight the Ammonites. Jephthah said to them, didn't you hate me and drive me away from my father's house? Why do you come to me now when you are in trouble? Hapa tunaona maisha ya mtu ambaye
alikuwa anaitwa Jefitha, na Biblia inasema ya kwamba Jefitha alikuwa shujaa. Lakini katika mpango wa Mungu, Mungu alipanga maisha ya Jefitha azaliwe na mama ambaye alikuwa kahaba. Ningetaka kusema hivi for your understanding, ya kwamba preparation ya mwito wa Mungu huwa haianzi wakati umeokoka. Preparation ya mwito wa Mungu huwa inaanza wakati unaumbika katika tumbo ya mama yako. Mungu huwa anahusika ndio akuandae sawasawa na mwito wako. Watu wengi walioitwa huwa wanaangalia maisha yao kuanzia wakati wameokoka. Lakini ningetaka ujue ya kwamba mwito wa Mungu hauanzii na wokovu. Mwito wa Mungu unaanza na kuzaliwa. Mungu hawezi goja uzaliwe umalize miaka 20 ndio akuje aseme amekuita. Anaambia Yeremia, kabla haujaumbika ndani ya tumbo ya mama yako nalikuchagua, nalikutakasa. I set you apart from your mother's womb. I set you apart. Watu wale ambao Mungu amewachagua huwa anahusika na maisha yao kuanzia kuzaliwa kwao. Kama nimeshawahi kutembelewa na Mungu, and that is when my life and my prayer life changed, ni wakati nilikuwa mlimani nikiomba siku 7. Nikiwa katika siku ya 7 nikawa inspired nianze kumshukuru Mungu kuanzia wakati nilizaliwa ama nilijielewa. Nikaanza kushukuru Mungu vile ambavyo tulikuwa katika nyumba yetu, shida zote tulipitia. Vile nilikuwa na ulcers nikiwa standard 5, vile nilikuwa ninang'oka meno ovyo ovyo na baadaye inamea, vile nilikuwa na shida za magonjwa. Nikashukuru Mungu, a detailed thanksgiving. Wakati huo baada ya kumaliza ndio nilisikia mbingu zimefunguka, nguvu nyingi zilishuka juu yangu, nikazungushwa literally mpaka wale walikuwa hapo karibu wakastuka. Mungu ni kama alisema, you got it, I was together with you kuanzia utotoni mwako. I am not the way I am today kwa sababu ya hii miaka sasa naenda kumaliza 20 ambayo nimeokoka. I am what I am today. I am able to stand the way I stand for God and for the kingdom kwa sababu ya challenges nilizopitia katika ujana wangu ama utoto wangu. Mimi naamini kama singepitia challenges hizo hazingenipanua. Kuna mambo ninafanya siku hizi, kuna mizigo ninabeba siku ya leo, kama singepata challenges kutoka utoto singeweza. Hizo challenges Mungu alikuwa anazijua. It was the agile process of the Lord's making. Paul alikuwa anasema ya kwamba Mungu aliyenichagua kutoka kwa tumbo ya mama yangu. Anamaanisha nini? Hata wakati nilikuwa nina persecute kanisa, bado nilikuwa nimeitwa. Nilipersecute kanisa, ndio wakati na mimi nitakuwa persecuted, niwekwe kwa jela, nitakuwa ninaelewa ni kitu gani kinafanyika. So hata wakati Paul alikuwa persecuted, hakuwa na shida. Anajua haya ndio mambo nilikuwa ninafanya. Ninashika wengine, ninawaweka kwa jela. Huu ni wakati wangu na mimi niwekwe kwa jela kwa sababu ya imani. Mungu alikuwa anajua akina Petro wakianza kushikwa kwa jela na wengine watalia sana. Oh Jehova, na unajua vile nimeishi maisha matakatifu, hata sijawahi kukukosea, hata sijawahi kufanya jambo baya. Kwa nini unaacha mtumishi wangu? Mungu akajua hapana, nyinyi siwezi kuwatumia. Nitatumia mtu ambaye amefanya mabaya ndio akiwekwa kwa jela. Anaambia Mungu, Jehova, ninakushukuru kwa sababu sio mimi naweka watu kwa jela leo, ni mimi ninawekwa kwa jela kwa sababu yako. Praise the name of the living God. Agile process of the Lord's making. Watu wengine mmepitia kama, unaona Jefitha alizaliwa na mama yake alikuwa kahaba. Wakati Biblia inasema Jefitha the Gileadite was a mighty warrior, Jefitha hakufanyika a warrior hivyo tu. It was the environment yake ya kuzaliwa. Because when a mother is in prostitution,
Praise the name of the living God. Life is not easy for you. Especially wewe ukiwa kijana na wanaume wanakuja nyumbani. Lazima ukiwa kijana uambie, tafadhali leo unaona hakuna unga, jaribu kutembea tembea, kuna mzee anakuja. Sasa Jefitha ni mtoto, lazima atoke huko nje ndio wazee wakuje, because yeye ni kijana, hawezi kukaa hapo na watu wanakuja kutembelea mama yake. Sasa alifanyika warrior kule kwa mitaa, akitokea usiku na yeye vijana wengine wanataka kumpiga, anakutana na challenges, akawa hardened. Uoga ukaondoka kwa sababu amekutana na challenges ambazo kwa sababu ya ungumu wa maisha zimeondoa uoga ndani yake. Haogopi kufa. Kama angekuwa amelelewa na wazazi wawili na kupapaswa, watu kama hao, they don't risk their life. Lakini huyu mtoto amelewa na mama kahaba, amezoea mtaa, amezoea kuwa kivyake, amezoea kujipigania katika maisha, alikuwa hot-headed. Hallelujah. Na hiyo pia ilikuwa katika mpango wa Bwana, kwa sababu hakuna mtu angeweza kupigania Israel akiwa muoga. Kwa hivyo hata Jefitha kuzaliwa na mama yake akiwa kahaba na apitie hayo mambo machafu. Unaweza kuuliza, Mungu anaweza kutumia mambo machafu hivyo? Inaitangwa jikoni ya Mungu. Imagine Mungu amekuita na uko na mwito mkubwa, lakini background yako iko na tu bad reports. Mambo tu mabaya yamekuzunguka. Paka unajiangalia unashangaa, mimi naweza kuwa nimeitwa. Nimekuja nikwambie umeitwa. Jikoni ya Mungu haikuangi na mambo mazuri sana kwa watu wale wameitwa. I have come to tell you that it is called the agere process of the Lord's calling. Watu wale wameitwa, sio lazima maisha yao yawe masafi. Sio lazima wawe maisha yao ni mazuri straight. Praise the name of the living God. Na nimekuja kuencourage mtu ambaye anafikiria ati haujaitwa because of your background ni mbaya sana. Naweza kukuonyesha katika Biblia watu waliokuwa na background mbaya sana, lakini bado Mungu aliwaita wakaweze kumsimamia. Biblia inasema wale waliomfukuza Jefitha baadaye walienda kumtafuta. Na walienda kumtafuta kwa nini? Sikiliza, walimtafuta because of the agere process, vile ilivyomtengeneza. Whatever Jefitha went through, ilimfanya kuwa a warrior, ilimfanya kuwa a fighter, ilimharden katika maisha yake. Akiona adui hangeogopa adui, akiona vita hangetoroka vita, na moyo wake ulitengenezwa hivyo kwa sababu ya yale aliyoyapitia katika maisha yake. Naamini wakati Jefitha alikuwa anapitia haya yote, alikuwa anasema, nililaaniwa na nani? Nani alifanya nizaliwe na mama kama huyu kahaba? Ninafukuzwa, ninalala nje, nikuje asubuhi na mama hajali mahali nimelala. Kwa sababu akifanya ukahaba sio kumaanisha ako na uwezo. Praise the name of the living God. The agere process of the Lord's making inaweza kufanya uzaliwe na wazazi single mother. Inaweza kuzali, mama yako anaweza kuwa ni kahaba, hata hauwezi taka kuongea juu ya mama yako. Nimekuja nikwambie, your mother will be your testimony one day. Praise the name of the living God. Na ndiposa saa zingine mambo yale tumepitia hatuoni aibu ya kuyanena, kwa sababu hayo ndiyo yalitufanya vile tulivyo. Wakati niliandikwa kuchunga ng'ombe na mbuzi na nikapatiwa kanyumba karibu na mbuzi kwa sababu ya security, Bwana pewe sifa, ilikuwa ni God's way of humbling my life. That one day sitakuwa na nafasi ya kupiga kifua katika maisha yangu. Sitakuwa na wakati wa kujiinua katika hali yote na kiburi chochote. Kuandikwa houseboy ni njia tu ya kunyenyekezwa na Bwana. Ndio Mungu akikutoa from those humble beginning, akikukomboa, basi utaishi kulitukuza jina lake na utaishi kunyenyekea ukijua ni matendo ya ukuu wa Mungu. Ninaamini ni Mungu alikubalia nikaandikwe kazi ya kuchunga. Ni Mungu alikubalia niandikwe kuwa houseboy. Kama singekuwa na mwito wa Mungu, pengine ningesoma tu vizuri na watoto wengine na jamii yetu iwe na amani. Lakini sasa jamii yetu ilifanyika jikoni ya Mungu. Kukawa na vita
Kumbe vita hivi vyote ni kwa sababu kuna mtu anatayarishwa, na kukiwa bread and butter hata tayarika vile Mungu ametaka. Lazima jamii hii ingefanyika jikoni ya Mungu. Pengine jamii yako siku ya leo ni jikoni ya Mungu. Kumekuwa na vurugu, kumekuwa na matatizo, kumekuwa na shida. Wacha nikwambie, kuna kitu kizuri ambacho kinaweza kupatikana katika ile jamii baada ya hizo shida, baada ya ripoti mbaya. Praise the name of the living God. Biblia inasema ya kwamba because I have chosen you, I have put you in the furnace of affliction. Kwa sababu nimekupenda na kwa sababu nimekuchagua, nimekuita na nimekuweka katika tanuru ya mateso. Na katika hayo mateso utatoka kama dhahabu, utatoka kama umeng'ara. Praise the name of the living God. Let the enemy not despise you, because you are a warrior, you are a fighter. Mambo yale na shida zile umezipitia, kuna njia zimekutengeneza. Unaweza kusimama na ukampigania ufalme wa Jehova kwa sababu ya mambo yale umeyapitia katika maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtu wa pili ambaye tunaweza kuangalia after Judges hapo mbele, tulikuwa na kitabu cha Ruth. Ruth chapter 1 and verse 11. But Naomi said, return home, my daughters. Why would you come with me? Am I going to have any more sons who could become your husbands? Return home, my daughters. I am too old to have another husband. Even if I thought there was still hope for me, even if I had a husband tonight and gave birth to sons, would you wait until they grew up? Would you remain unmarried for them? No, my daughters, it is more bitter for me than for you, because the Lord's hand has gone out against me. At this they wept again. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth clung to her. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I'll go, and where you stay, I'll stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I'll die, and there I'll be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you from me. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. The story of Ruth is a story of hope against hope. Leo tunaweza kusoma juu ya Ruth and we are encouraged. Lakini ukiangalia yale mambo Ruth aliyoyapitia, in fact hiki kitabu kingeitwa cha Naomi. Lakini nafikiria kuna jinsi ambavyo pengine Naomi hakusimama, kikaitwa kitabu cha Ruth, a noble day. Yeye hakuwa Mwibrania, lakini kwa sababu ya vile alivyosimama katika shida, ameenda ameolewa, bwana yake amekufa, lakini akasema, Orpah akakubali kurudi. Lakini Ruth akasema, hapana, watu wenu watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Lakini Orpah akarudi kwa miungu yao. Lakini Ruth, the Bible says, she clung to her. Na wakati aliona ya kwamba she is determined. Praise the name of the living God. Ruth. Sasa ukisoma katika uzao wa Kristo utamuona Ruth ako pale. Lakini ukiona mahali Ruth alitoka, utaona it was not a very good process kwa Ruth kuingia katika great grandmother wa Yesu. Ndio yeye aingie mahali pale. Kuna challenges alizokumbana nazo, kuna aibu aliyopitia, kuna ungumu aliyopigana nao, lakini akaweza kusimama, akawa determined. Praise the name of the living God. Kama ni wadada wengine pengine angerudi tu kwao na aseme, hata mimi sina mtoto na yeye, shauri yake, wacha mimi nirudi kwetu nitapata mtoto. Lakini utaona Ruth hakukubali kurudi, aliweza kusimama. It is a story of hope against hope. Mtu aliyekubali kusimama
hakupitia hali nzuri ya kufurahisha, lakini baadaye kuna vile Mungu aliweza kumzawadisha na akaweza kuingia katika ukoo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu anaweza kukuzawadi na kukuingiza mahali haujawahi kufikiria, lakini process ya kukuingiza mahali pale, it can be painful. Inaweza kuwa ya uchungu, inaweza kuwa ya aibu. Wakati Paul alikuwa anaongea hilo neno la Romans 8:28, and we know that all things work for good. Haya mambo anasema work for good. Hiyo statement ni kwa sababu kuna mambo mengi huwa yanafanyika ambayo ukiangalia sio mazuri na sio ya kupendeza, lakini Paul alikuwa anataka atuhakikishia kwamba God is able to cause all things to work for good for those who love the Lord and they are called according to his purpose. Haijalishi ni kitu gani kinafanyika. Inaweza kuwa ni mambo mabaya, inaweza kuwa ni mambo mazuri. Praise the name of the living God. Are you in the process of the Lord's making? Are you in an ugly spot? Mahali unaangalia hivi mpaka unasema hii mambo inanipata hapa si ya mtu ambaye ameokoka. Yaani unasema hii si ya mtu ameokoka. Ukisoma katika Biblia, watu wale walipatwa na mambo mazito, walifanyika watu wakubwa, lakini nao walipatwa na mambo, hata mambo ambayo haipati watu waovu. Yaani unapatwa na mambo ambayo haipatagi watu wabaya, lakini wewe mwenye haki inakupata kwa nini? Furnace of affliction, so that you may come out as God. Unaweza kufurahia kutoa unabii na kuitwa nabii, lakini process ya kufanywa nabii inaitwa the ugly process of the Lord's making. Are you ready for that? Are you willing to persevere? Are you going to give up before your time? Or are you going to persevere and come out as God? The ugly process of the Lord's making sio ya kupendeza. Na wakati mwingine unaweza kuipitia na uulize Mungu maswali mengi. Wapendwa, nimekuja kuwazungumzia neno hili kutoka kwa Bwana, na ili kama ulikuwa na kelele, kama ulikuwa na maswali, kama kuna mambo mengi ambayo ulikuwa unataka Mungu akujibu, kwa nini, ningekuomba tuwe mwaminifu, na ili usimame mpaka dakika ya mwisho, na ili ukaweze kufanyika kile ambacho Mungu amekusudia. Kuna mtu anaitwa Love Mahone ameandika kitabu, wameandika wakiwa wengi, kitabu kinaitwa Shepherd Staff. Na wakati moja alienda katika chini ya kivuli cha mti, alafu akaona butterfly ikiwa the stage of a cocoon, ikiwa iko kwa shell, akaona imeanguka. Wakati aliona imeanguka, akaona ina struggle kutoka kwa ile shell, ina struggle. Alikuwa na a sharp blade, akakata ile shell, ikatoka nje. Wakati itoka ikaenda ikavuka mahali kivuli cha mti kimefika, ikaenda kwa jua. Wakati ilienda kwa jua, akaona imechomwa, imekufa. Mungu akamwambia, hiyo pati ilikuwa ina struggle kutoka, haikuwa imemachua. Na kwa sababu sasa uliitoa ikawa exposed to harsh weather conditions, haingeweza kustahimili. Akamwambia, hivyo ndivyo watumishi wangu wengi wamemalizwa. Kwa sababu when they were struggling, mtu alikuja akawasaidia, and they were not ready to be exposed kwa mambo fulani. Na kwa sababu walikuwa exposed, hawakufanyika kile nilikuwa ninakusudia wafanyike. Ni vizuri saa zingine hata ukisikia mtu anapitia katika shida, hata kama unataka kusaidia mtu, sikiliza kutoka kwa Bwana. Because kuna mtu anaweza kuwa anasumbuka na hiyo pata na struggle, pengine kuna maturity fulani ambayo Mungu anataka katika lile eneo. Na huyo mtu akitoka kama hajamachua hiyo eneo, hataweza kufanyika kile Mungu alikuwa anataka afanyike katika maisha yake. Especially watu wale wanapata misaada kutoka nje, wanasaidiwa na wazungu. Watu wengi wamemalizwa kwa sababu mahali walienda wakaambia mtu. Unajua wakati mwingine kuna shida tunaweza ambia mtu mpaka atuhurumie, mpaka aliye na sisi, mpaka atupatie kila kitu ako nacho, lakini isiwe ni mapenzi ya Bwana.
Kwa sababu hata kama mtu huyo anapitia mambo mazito na ya uchungu, hiyo ilikuwa part of God's program in that person's life. This is my prayer for each one of you, that one day you look back and you tell God, thank you because of what I went through. Because I am what I am today because of what I went through in my life. There can be ugly things. Yanaweza kuwa sio mambo ya kupendeza, lakini naomba siku moja utaangalia nyuma na utamwambia Bwana, asante kwa yale uliyokubalia nipitie. Mahali nilifutwa kazi, mahali nilinyang'anywa pesa, mahali nilipoteza kwa biashara, mahali watu walinifanyia mambo mabaya. Kumbe Mungu ulikuwa na mpango ya kwamba siku moja utaniinua, siku moja utanibariki, siku moja utanipanua. Ninakushukuru kwa sababu ya yale yote ulikubalia nikayapitia katika maisha yangu. Hilo ndiyo ombi langu kwa kila mmoja wenu, ya kwamba siku moja utaangalia nyuma na utamwambia Bwana, ni asante kwa shida zote nilizozipitia katika maisha yangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Watumishi hao wote tunawasoma katika Biblia, mtu kama Joseph akiwa katika shimo angesema nini? Maybe saizi uko katika shimo, na pengine umeingizwa katika lile shimo. Unajua katika shimo pengine uone juu, hakuna mbele, hakuna nyuma, ni uangalie tu juu. Lakini kuna wakati nilikuwa nasoma story ya Joseph, na Mungu Roho Mtakatifu alikuwa ananifungua macho. Ni kama alikuwa ananiuliza, kama ungekuwa katika shimo kama Joseph, ungeomba nini? Saa hiyo ninapitia hali ngumu. Nikaona kweli kile ninapaswa kuomba ni kuomba, Bwana, mapenzi yako yatimizwe. Your will is best for me. Joseph pengine hangeweza kuomba hiyo maombi. Hakuwa anaona ni kitu gani Mungu amemwekea mbele. Kuna wakati hauwezi kuomba na kumwambia Bwana, mapenzi yako yatimizwe, kwa sababu haujui ni kitu gani anakuandalia huko mbele. Unaona tu ile shida uko ndani yake wakati huo. Je, akiwa kwa jela na amebakisha kidogo awe prime minister, hangeshukuru Mungu kwa sababu ya prison? Lakini it is the will of God for him to be in prison. Praise the name of the living God. May God fill your heart with thanksgiving today for every situation that is in your life. Je, Mungu ajaze moyo wako na shukurani kwa kila hali ambayo si nzuri katika maisha yako. Utaweza kufanya hivyo? Mtu ni mwaminifu kama Daudi, lakini kifo kinamfuata. Rejection. Anajaribu kumfanyia Saul mambo mazuri, analipwa mazuri na mabaya. Akajiuliza maswali mengi. Baadaye Daudi alikuja akaelewa Mungu anaweza kutuma watu kama Shimei. Alikuwa na uwezo wa kusema uwa Shimei, lakini akajua mambo yale nimepitia katika maisha ni mengi. Kuna mambo Mungu huwa anatupitia, ndio wakati atakapo tuinua, kuna self control, kuna utulivu fulani, kuna kiasi tutakuwa nacho katika maisha yetu. Praise the name of the living God. Kuna watu wako jikoni ya Mungu siku ya leo. Nimekuja nikuambia kwamba allow the process to continue. Allow God to have his way in your life in the mighty name of Jesus. Forward ever and backward never. Praise the name of the living God. The process continues until we become that glorious vessel that can carry the glory of God. Praise the name of the living God. We are not going to give up. We are going to be persistent until we wear out every resistance in our lives in the name of Jesus Christ. I have come to encourage you. Continue holding on to God. Continue holding on to God. Don't give up, my brother. Don't give up, my sister. I am not giving up. I will continue in the making process until I become the kind of vessel that God wants me to be. In the name of Jesus. Thank you for watching this program. We know it has been a blessing to you. We highly appreciate your prayers and support. To get Apostle John Kimani's messages in its whole entirety, call the numbers on your screen. God bless you. All the days of my life, I want to gaze upon your beauty.